Serikali ya Afrika Kusini imejitokeza kwa msimamo mkali baada ya kuwasili kwa kundi la Wapalestina 153 kupitia ndege maalum iliyotoa Johannesburg siku ya Alhamisi na kulielezea tukio hilo kama lililopangwa kwa makusudi na la kutiliwa shaka. Waziri wa mambo ya nje Ronald Lamola amesema hatua hiyo inaashiria kile ilichokiitwa operesheni ya kimya kuwahamisha Wapalestina kutoka Gaza na Ukingo wa Magharibi na kuwasambaza katika mataifa mbalimbali duniani, jambo ambalo Afrika Kusini inapinga vikali. Ndege hiyo ya kukodi ilitua ikiwa imebeba raia 155 wa Palestina, ikiwemo watoto, wazee na familia ambazo zimeathiriwa pakubwa na vita. Hata hivyo, maafisa wa uhamiaji waligundua kuwa hakuna hata mmoja aliyekuwa na muhuri wa kuondoka Israel, jambo lililoibua maswali kuhusu mazingira ya safari yao na taratibu zilizotumika. Kwa sababu hiyo, kundi hilo lilizuiwa ndani ya ndege kwa takriban saa 12 wakisubiri uamuzi wa serikali. Baada ya kusubiri kwa muda mrefu, Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa aliingilia swala hilo moja kwa moja na kutoa ruhusa ya kuingiza nchini chini ya utaratibu wa kwanza wa msamaha wa visa ya siku 90 ambayo raia wa Palestina wanastahili kupewa. Hatua hiyo ilipokelewa kwa shukurani na makundi ya misaada na wanaharakati wanaounga mkono Palestina, huku serikali ikisema Afrika Kusini itawapa ulinzi wa kibinadamu kulingana na sheria zake za misingi ya kitaifa ya haki za binadamu. Katika kauli yake kali, Waziri Lamola alisema tukio hilo sio la kawaida na linaonekana kama sehemu ya mpango mpana wa kuwasafisha Wapalestina kutoka ardhi yao, kuwapunguza idadi katika Gaza na Ukingo wa Magharibi na kuwatawanya kimya duniani kupitia safari zinazoandaliwa kimkakati. Amesema Afrika Kusini inapinga vikali kabisa mpango wote unaonekana kudhoofisha madai ya Wapalestina juu ya haki yao ya kujitawala na kubaki katika ardhi yao ya kihistoria. Hii ni mara ya pili kwa kundi la Wapalestina kuwasili Afrika Kusini ndani ya kipindi cha wiki chache. Kabla ya kundi hilo, ndege ya kwanza yenye Wapalestina 176 ilitua Oktoba 28 kwa mujibu wa shirika la misaada Gift of the Givers, ambalo limekuwa mstari wa mbele kwa kuhudumia wageni hao, likiwapa malazi, chakula na msaada wa kisaikolojia. Shirika hilo limeeleza kwamba wengi wa waliowasili walitoroka maeneo ya mapigano makali, baadhi wakipoteza nyumba na ndugu, wakati wengine wakitafuta matibabu baada ya kujeruhiwa. Afrika Kusini imekuwa moja ya mataifa yanayopinga wazi sera za operesheni za Israel katika Gaza na Ukingo wa Magharibi. Serikali yake mara kadhaa imeeleza tukio hilo la uhamishaji kama ukiukwaji wa sheria za kimataifa, ikisema linaweza kufanana na aina ya uhamishaji wa lazima unaokatazwa na mikataba ya Geneva. Nchini Afrika Kusini, mjadala mkubwa umeibuka kuhusu sababu za safari hizo, huku maafisa wakisema wanahitaji wazi zaidi kutoka kwa mamlaka husika kuhusu namna Wapalestina hao wanavyotoka kwenye maeneo yanayodhibitiwa na Israel bila mihuri yoyote. Serikali imesema itafanya uhakiki wa kina wa taratibu, ikiwemo jinsi safari hizo zinavyopangwa na kama zinahusisha shinikizo lolote la kisiasa au kiusalama. Hata hivyo, imesisitiza kwamba haitafukuzwa Wapalestina hao na kwamba watapewa ulinzi wa kibinadamu kwa muda wa kukaa kwao nchini. Yesterday we had a plane of 160, we're carrying 160 Palestinians landing at OR Tambo, and these are people from Gaza who somehow mysteriously were put on a plane that passed by Nairobi and came here. And I got to hear about it from my Minister of Home Affairs, wanting to know what do we do now. And I said, we cannot turn them back. Even though they do not have the necessary documents and papers, these are people from a strife-torn, a war-torn country. And out of compassion, out of empathy, we must receive them and be able to deal with the situation that they are facing. And it does seem like they were being, flushed out. We will get the details later, but from a humanitarian point of view, we could not return them from whence they have come, and we had to accept them, and they are now here, and we are going to be processing everything about them and then deciding precisely what needs to be done.